taarifa moja kubwa, lakini pia kiujumla niseme mkoa wetu wa Mbeya mpaka sasa bado ni shwari. Tunaendelea jeshi la polisi kufanya misako, doria mbalimbali kwa ajili ya kuhakikisha kwamba ulinzi na usalama unakuwa maintain. Lakini ni kwamba mnamo tarehe 25 mwezi wa 7 mwaka huu tumeona kwenye mitandao ya kijamii taarifa zinazosomeka kwamba polisi Mbeya wametoa waumini katika kanisa la Mwanjelwa wakiwa wanasali kanisani na kufanya tafrani kwenye ile kanisa. Wakiwa wameingia kule kanisani na silaha. Sasa polisi mkoa wa Mbeya tunaendelea kusimamia ulinzi na usalama wa raia na mali zao. Na katika swala la doria na patrol za miguu na magari linaendelea kufanyika mchana na usiku kwa ajili tu ya kuhakikisha usalama wa Tanzania na wakazi wa Mbeya unasimamiwa ipasavyo. Lakini tunakanusha uvumi unaendelea kusambaa kwenye mitandao ya kijamii kuwa kuna askari polisi waliohusika kuingia kanisani na kukamata waumini waliovalia sare za Chadema wakati ibada inaendelea. Ni kweli kabisa kwamba siku ya Jumapili, siku ya Jumamosi, Ijumaa kuna doria zilikuwa zinaendelea mjini. Lakini kanisa la Mwanjelwa hakuna askari aliyeingia kule na silaha akamchukua mwananchi yote aliyekuwa anaabudu. Lakini kuna kikundi cha watu wachache ambao kwa nia zao au interest yao wanayoitaka wao wamekuwa wakisambaza ili lengo na madhumuni kwamba wananchi waone kwamba jeshi la polisi au serikali yao haithamini uhuru wa kuabudu. Sisi tunasema ni haki ya mtu yote kuabudu kwenye kanisa lolote unaloamini wewe. Abudu, lakini kama una shughuli nyingine ya kutaka kufanya, basi ni vizuri ukasema kama unaona kabisa utaratibu unataka ifanyike hivyo. Kwa mfano unataka kufanya maandamano, ruksa, toa taarifa kwa mkuu wa polisi wa wilaya wa eneo lile kwamba unataka kuandamana kwa sababu ya 1, 2, 3. Utatoka point A kwenda point X. Basi na jeshi la polisi pia litatoa uangalizi wa kuangalia usalama wakati wa maandamano yale. Lakini taarifa zinazoendelea kwamba kwa sababu kulikuwa ni watu wenye sare za Chadema walikwenda kuingia kule kwa ajili ya kumuombea wanayetaka kumuombea, basi ndio maana polisi wakaingia kwenda kuwatoa. Hizo tunasema sisi kabisa kama watu wenye dhamana katika mkoa wa Mbeya hatujafanya kitu cha namna hiyo. Ni hivi majuzi, sio mwezi mmoja miwili, Mheshimiwa Mbowe amekaa Mbeya zaidi ya siku 3 na akafanya vikao vyake Tugimbe. Kuna mtu aliingia kwenye ukumbi wa Tugimbe kwenda kumtoa au kutoa wafuasi waliokuwa kule. Sasa itakuwa ni cha ajabu kuona sasa hivi watu wanasema wameingia kule wakaenda kuwatoa watu kanisani, wala sio kwenye ofisi, wala sio kwenye mkutano. Huu uvumi tunaomba amani na utulivu ulioko kwenye nchi hii uweze kuendelea kusimamiwa vizuri na watu wote, mimi na Mtanzania mwingine yote mwenye mapenzi mema na wananchi wetu. Nitoe rai niseme Mbeya ni salama sana, wananchi wa Mbeya wako vizuri sana na wanatoa ushirikiano mzuri sana kwa serikali yao kuhakikisha amani na utulivu unakuwepo. Lakini wako watu wachache wanatafuta tu namna ya kuchafua hii hali iliyopo ili angalau tuingie kwenye tafrani ya vurugu. Niwaombe Mtanzania wa aina yoyote tusishawishike kirahisi namna ile. Tuendelee na huu msimamo wa kuhakikisha kwamba mkoa wetu unaendelea kuwa salama na mtu yote mwenye shughuli yoyote ruksa afuate tu sheria, kanuni na taratibu. Polisi tumejipanga vizuri sana. Usije ukafikiri unaweza ukafanya chochote halafu polisi hawatajua kinachotaka kufanyika. Hapana. Kila unachokifanya polisi wako kila mahali. Na nizidi kuwashukuru wananchi wanaoendelea kutupa taarifa nzuri kuhakikisha kila kinachofanyika basi tunakuwa tayari. Ukigundua mtu atasema niliona pale kwenye kanisa la Mwanjelwa kuna watu walikuwa mlangoni wanazuia watu kuingia. Wale ni scout wa kanisa. Kanisa la Mwanjelwa lina vijana wao scout ambao kazi yao ni zile kamati. Tulisema kila kanisa liwe na kamati ya kuhakikisha usalama wa kanisa. Ili tulilianzisha baada ya kuwepo na wale matukio ugaidi kwenye makanisa. Watu wanaoingia mle makanisani wawajue. Kwa hiyo kama watu walikwenda wamevaa tofauti, wakaenda kule watu hawakuwajua, viongozi wa kanisani scout wakawa wanauliza, jamani nyinyi mnakwenda wapi? Hicho ndio watu walichokiona. Sasa kwenye mtandao watu wanabadilisha, wanasema wale ni askari polisi. Wala sio polisi. Polisi wanafanya doria tu kwenye maeneo ya mitaa ya nje, huku kwenye outer perimeters. Kule kwenye hii na tulisema kamati za makanisa na misikiti zitakuwa zinalinda ulinzi na usalama wa maeneo yao. Polisi mkoani Mbeya tunaendeleza misako ya mtaa kwa mtaa. Bahati nzuri yuko msimamizi wetu wa polisi jamii katika wilaya ya Mbeya. Tumeshakaa vizuri na watendaji wote wa kata zote 36 katika jiji la Mbeya, lakini katika kata zote 179 tumeweka na mapolisi kata mle ndani kuhakikisha kwamba ulinzi haufanywi na jeshi la polisi peke yao,
kwa sababu majambazi na wezi wanatoka kwenye jamii na sisi tumejiingiza kule ndani ya jamii. Kwa hiyo kwanza moja, tunapata taarifa za mara kwa mara kutoka kwenye jamii kutuambia kinachoendelea ndani ya jamii huko pembeni. Mimi naona kama hii inatupa mafanikio makubwa sana. Tuzidi kuwaomba tu wananchi waendelee kutupa taarifa, na sisi hakuna anayekatiza. Yalitokea matukio ya kuvamiwa, kupora vipikipiki, whatever, kuwalisha watu sumu. Wale watu wote tumeshawashughulikia na wameshakamatwa na wako gereza la Rwanda. Na hakuna wizi wa pikipiki unaoendelea sasa hizi. Yakotokea matukio ya uhalifu pale Mbalizi, tumetengeneza sungusungu ya kutosha, polisi na sungusungu tuko mtaani. Mlima Reli kule wala sasa hivi imekuwa ni historia. Huwezi kusikia swala la kwamba kuna wizi unatokea kule usiku. Kwa sababu ya nini? Polisi tumetoka tukaenda tukaungana na wananchi tukaanza kufanya doria za pamoja. Kwa hiyo ushirikiano wa polisi na wananchi kwa pamoja, mimi naamini hii tuta break through. Tutapita wala hakuna shida ya uhalifu katika mkoa wetu. Utaratibu wetu kanisani, kama mtu anaomba ibada ya maombi au misa ya maombi au nia ya kuombea jambo lolote, huwa tunafanya siku moja kabla, na hili linafanywa na waumini wetu kadiri ya utaratibu. Lakini jana tulikuwa na maadhimisho ya misa takatifu kama ilivyo kawaida. Tunakuwa na misa 3 pale. Misa ya kwanza inaanza saa 1, misa ya pili inaanza saa 3, na misa ya 3 inaanza saa 5. Kwa hiyo hatakuwa na maombi yoyote ya misa wala nia yoyote kutoka kwenye chama chochote au kikundi chochote cha watu, zaidi ya nia za kawaida za kuombea marehemu. Na hivi jana tumemaliza misa ya kwanza, kulikuwa hakuna shida yoyote. Misa ya pili na misa ya 3 nimeongoza mimi mwenyewe, ambaye anaitwa Padre Frank Leo Mnyema. Na hivi kwenye misa hiyo hakuwa na shida yoyote. Nimeanza misa saa 3 mpaka saa 5, kulikuwa hakuna tatizo lolote. Tumefanya misa, imeisha, nimetoa baraka, na kama ilivyo desturi viongozi wetu wanatuhamasisha na wataalamu mbalimbali juu ya ugonjwa hatari ambao unatokana na virusi vya corona. Kwa mimi kama kiongozi wa kanisa, mwisho wa ibada nilitoa maelekezo kwa waumini wangu kwamba jamani, baada ya misa basi wote mrudi nyumbani. Msiendelee kukaa katika shughuli zingine, mrudi nyumbani na kufuata taratibu ambazo tunapewa na viongozi na watu mbalimbali wataalamu wa afya. Kwa waliondoka, saa 5 imefika, tumeanza misa ya 3. Nayo tumefanya ile adhimisho la misa, tulikuwa na ubatizo, tumemaliza salama kabisa, na wala hakuna askari walioingia ndani ya kanisa wala kikundi cha chama chochote ambacho kiliingia na kuleta vurugu yoyote ndani ya kanisa, na wala hakuwa na maombi yoyote ya kuombea mtu yoyote wa kutoka nje ya waumini wenyewe. Hayo ndio maelezo kwa ufupi. Father, labda kwa kawaida kadiri ya utaratibu wa kanisa, Mkristo yoyote ambaye ni muhusika wa kanisa hili, kanisa Katoliki, anaruhusa kuja kuleta nia yoyote katika utaratibu huu ambao nimeusema, kwamba siku moja kabla anakuja kuleta nia pengine ya kuombea marehemu, pengine nia ya kuomba mafanikio. Kama kila mtu kadiri ya nia yake anapomwomba Mungu, cha msingi alete mapema. Tunafanya ile nia kuomba kama sisi viongozi wa kanisa, ndio ambao tunatangaza ile nia kwamba leo tunaombea jambo fulani. Kwa hiyo Mkristo yote yuko huru kuleta nia ya misa ambayo anaomba baraka kwa Mungu au kuombea marehemu. Kuna picha wa kanisa pale, nimezoea kuona maskari mara nyingi wanakaa pale barabarani kwa ajili ya kusaidia watoto kupita, na wakati fulani wanakuja na gari kama hizo Defender wanaweka nje ya kanisa. Sasa kwa jana labda kwa kwenye shughuli zao za kiusalama siwezi kujua, na mimi nilikuwa ndani ya ibada. Kwa hiyo ndani ya ibada kulikuwa shwari, hakuwa na tatizo lolote. Sasa nje kama kulikuwa na Defender siwezi kujua, sababu ni utaratibu wao maskari kuhakikisha kwamba kuna usalama eneo husika. Na kama nilivyosema, nje ya kanisa kuna kivuko. Mara nyingi tunapotoka kwenye ibada tunaona maskari wanasaidia vijana na watoto kuvuka pale nje ya kanisa ili waweze kwenda majumbani mwao. Kuna watu ambao kama pengine sana. Abasi Mitumba, mabingwa uuzaji wa vitu used kutoka Australia, wamedondosha mzigo mpya wa vitu vyote vya ndani, full furnitures, vifaa vyote vya umeme kama TV sets, laptops, sound systems, smart TV, furnitures, vitabu, vifaa vya mazoezi, vyombo vya nyumbani, taa za mezani na pembeni ya vitanda, picha za ukutani, baiskeli, midoli ya watoto,
na vitu vya kuchezea vya watoto. Tunapatikana Sinza Africa Sana kama unaelekea Bamaga, au tupigie kupitia 0657 391 480 au Instagram @Abasi Mitumba. Abasi Mitumba, kila kitu kipo.